tuendelee kuwasihi na kuelekeza kuomba walimu wetu waendelee kufanya wajibu wao kwa nguvu zaidi. Tunasema waendelee kwa sababu wanafanya. Leo performance hii tunaiona, isingetokea bila hivyo. Kwa hiyo tunawasihi waendelee kufanya kwa wajibu wao zaidi. Lakini lingine ambalo tunalisema hapa ni swala la mitandao, kwamba tuwasihi na tuelekeze walimu wetu waitumie mitandao kwa umakini zaidi. Waitumie mitandao kwa umakini zaidi ili isilete tafrani kwenye jamii. Walimu wanaheshimiwa, wanaaminika, wafanye hivyo. Lakini lingine, tuendelee kuwasihi na kuelekeza walimu wetu kwa taasisi, inapofikia wakati wa kuadhibu wanafunzi wafuate sheria na taratibu zilizopo. Wafuate sheria na taratibu zilizopo. Lakini pale ambapo mwenzao mmoja anapotoka, basi tunawaelekeza wao hata kabla ya kiongozi wao pale wasaidie kuonyana, kumwonya mwenzao, kumwelekeza na kumshawishi asifanye vile. Nyinyi mtakuwa ni mashahidi, kumetokea matukio mbalimbali ya kusikitisha kwamba mwalimu mmoja amepotoka, ametoa adhabu kinyume na taratibu. Walimu wengine badala ya kumwelekeza na kumsaidia mwenzao asipotoke zaidi, wanachukua simu zao, wanapiga picha na zile picha wanazirusha mitandaoni. Kinachotokea baada hapo lenyewe mnajua, inakuwa issue kubwa kwenye mitandao, na muda mwingine kumsababishia yule mwalimu aliyepotoka kupata adhabu kubwa ya jamii na pia kutomsaidia kubadilika. Kwa hiyo huwa tumekuwa tunasema kwamba hutusifu kama ungechukua nafasi ya kumzuia baada ya kupiga picha, ya kumzuia simwadhibu yule mtoto kinyume na taratibu na kumwelekeza ili abadilike, kuliko kurusha kwa mitandao na kuleta tafrani ambayo haitusaidii wote. Je, ingekuwa ni wewe mwalimu, wewe ungejisikiaje? Kwa nini umfanyie mwenzako kitu cha lomba hicho? Kwa nini usimrekebishe na kusimpoteza mwalimu? Hata akifukuzwa mwalimu atufaidiki, tunampoteza nguvu kazi, sio? Lakini ungemrekebisha, asimwadhibu kwanza, asingemwadhibu yule mwanafunzi, lakini ungemsaidia ende. Kwa hiyo kuna kitu kama hicho ningependa tushaelewe kwamba tusaidie, tunapogana na walimu wenzetu tuwazuie wasifanye hivyo. Lakini vinginevyo sisi kama ofisa mkuu TAMISEMI niendelee kusema wazi hapa kwa viongozi, katibu mkuu na viongozi wote wa chama kwamba milango yetu iko wazi. Mkiwa na changamoto yote njooni, tushauriana, tujadiliana ili kuhakikisha kwamba gurudumu sekta ya elimu linasonga mbele bila migongano isiyo na sababu. Vinginevyo, kwa maneno hayo nirudie kushukuru